Malezi ni safari isiyo na mwisho, lakini mara nyingi wazazi hukumbana na changamoto nyingi ambazo wakati mwingine zinaweka vikwazo katika safari nzima ya malezi ya watoto wao. Hebu jiulize, je, kama ungekuwa unakutana na mbinu rahisi ambazo zinakusaidia wewe kama mzazi kuweza kumlea mtoto wako kwa upendo, kwa amani na bila kuwa na shida yoyote, ungejisikiaje kama mzazi? Leo katika Moyo wa Malezi tunaenda kuzungumzia mbinu 5 rahisi ambazo zitamsaidia kila mzazi kuweza kuhakikisha kwamba anamlea mtoto mwenye hekima, mwenye nidhamu na mwenye upendo, ambaye baadaye na yeye huyo mtoto atakuja kuwa mzazi bora kesho. Mimi ninaitwa Madam Muhere. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, fanya hivyo sasa hivi, kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili ya mtoto wako, kwa ajili ya familia yako na kwa ajili ya jamii nzima. Karibu na tuanze. Hoja ya kwanza, weka muda wa mazungumzo na mtoto wako. Mahusiano mazuri huanza na mazungumzo. Hakikisha unatenga muda wa nusu saa kuzungumza na mtoto wako. Kama basi umebanwa kabisa na kazi, labda umeajiriwa, una biashara, una uwezo wa kutenga hata dakika 10 za kumsikiliza mtoto wako, kuzungumza naye. Watoto wanaojua kwamba wanasikilizwa siku zote wanakuwa wana ile hali ya kujiamini, wanakuwa wana uwezo wa kujieleza, wanakuwa wana uwezo wa kusema matatizo ambayo wanakumbana nayo kila siku. Hivyo, tenga muda wa dakika chache, msikilize mtoto, zungumza naye, mpe na ushauri. Hoja namba 2, uwe na mipaka, weka nidhamu na sheria ndogo ndogo. Mzazi kama mzazi unatakiwa kuwe na mipaka. Watoto wajue kwamba anatakiwa kufanya hiki, hatakiwi kufanya hiki. Weka sheria ndogo ndogo, sheria ambazo lakini haziwabani watoto. Sheria ambazo watatakiwa kuzifuata. Yaani wanajua, kwa mfano anatakiwa amke asubuhi, akiamka asubuhi anatakiwa afanye nini? Kuna ratiba. Na akishafanya hivyo anavyofanya, anatakiwa pia kipi kinafuata. Na katika kuweka mipaka, hakikisha ile mipaka haiwaumizi, haiwadhalilishi, na sio mipaka ambayo unakuwa umeweka yani ukuta wa wewe na mtoto. Hapana. Unatakiwa kuweka mipaka, ile mipaka ya heshima, mipaka ya nidhamu, mipaka ya kusikilizana. Hapo unakuwa umejenga msingi imara sana kwa mtoto wako. Hoja namba 3, onyesha upendo na tukuza hisia zake. Ndugu mzazi, unatakiwa kumwonyesha mtoto wako upendo na pia unatakiwa kutukuza hisia zake. Yaani kumwonyesha kwenye zile hisia zake, vitu ambavyo anavyokuwa anahisi, anavifanya, muonyeshe kwamba unakubaliana navyo, vile ambavyo ni vizuri, kubaliana navyo na msapoti. Mpende. Amefanya kitu kizuri, msifie. Amefanya jambo jema, muonyeshe kwamba anaweza, mbidishe. Hakikisha unakuwa naye. Wakati mwingine pale anapokuwa anafanya vitu vile vidogo vidogo, msifie. Mwambie umechora vizuri. Yaani sijawahi kuona picha nzuri kama uliochora leo. Kumbe wewe mtoto wangu ni kichwa. Wewe ni jembe. Umefanya vizuri. Unampa moyo, unamtia hamasa. Kesho utashangaa anafanya kitu kizuri zaidi. Usiwe mtu unayemkosoa tu kila mara. Amefanya kitu unakosoa, unakuwa mtu mwenye upendo. Penye upendo panaangalia hata yale mabaya kwa mtazamo mzuri. Hoja namba 4, mjumuishe mwanao katika maamuzi madogo madogo. Ndugu mzazi, mara nyingi unakuta wazazi hatuwapi watoto ule uwepo wa kuamua mambo. Unakuta kuna mambo mtoto anaweza akaamua kwenye familia, akasema leo mama ninapenda tule ugali na dagaa. Nimeona mmeanza kuandaa maharage na wali. Mimi leo sipendi hivyo, napenda ugali na dagaa. Mwambie wow, safi sana. Leo tutakula ugali na dagaa kwa sababu fulani ameamua hivyo. Mnasemaje? Unakuta wengine wanasema hapana, tule nyama na samaki, hapana tule hiki. Mwisho wa siku mnajadiliana kwa pamoja, mnafika kwenye maamuzi ambayo watoto wameamua. Nafanya kile ambacho watoto wameamua. Hiyo inawasaidia watoto wako pia kesho
kuja kuwa na maamuzi, kuja kuwa na sauti ya kuzungumza. Yaani mtoto anapokuwa na maamuzi na akapewa yale maamuzi, yaani kuamua mambo. Wakati mwingine mtoto anaweza akasema, siku ya leo tungependa mtupeleke mahali fulani tukatembee. Sasa watoto wameamua kwenda kutembea, mzazi labda una shughuli zako, unaanza kujadiliana nao. Mmesema mnataka leo niwapeleke kutembea mahali fulani? Hapana, tutaenda kesho. Hilo wazo lenu nimelipenda sana. Kwa hiyo kesho ni Jumamosi au ni Jumapili, nitawapeleka kwenda kutembea. Kwa hiyo wanakuwa wanaona maamuzi yao yamethaminiwa. Wape maamuzi na wape kujaji na wape kupinga wakati mwingine kwa kile ambacho wanaona hakifai, lakini waheshimu. Hoja namba 5, fanya maamuzi ya kila siku ya shukrani na kujifunza. Wafundisha watoto kushukuru. Yaani shukrani ni jambo ambalo mzazi unatakiwa kumfundisha mtoto wako kushukuru. Yaani fanya hilo jaribio. Jambo limefanyika, mfundishe mtoto aseme asante pale ambapo amepewa kitu, pale ambapo amefanyiwa jambo, na pale ambapo hata wakati mwingine hakupata nafasi ya kufanyiwa hilo jambo, ashukuru kwa kila jambo. Yaani mfundishe mtoto wako kushukuru. Hiyo inamjengea misingi thabiti, inamjengea msingi imara, ambapo hata atakapokuwa mtu mzima atakuwa ana uwezo wa kuweza kushukuru, ana uwezo wa kuweza kuthamini kile ambacho watu wengine wamekifanya. Unajua shukrani sio kwa kupewa tu vitu. Shukrani sio tu kwa kutendewa mambo mazuri. Shukrani hata kwa uwepo wa watu katika maisha yako, mtu anatakiwa ushukuru. Kwa hiyo mfundishe mtoto kushukuru. Mfundishe mtoto, yaani ajifunze kushukuru. Ajifunze hata kusema asante. Na pia ajifunze kusema samahani pale ambapo amekosea. Malezi hayapaswi kuwa vikwazo, bali fursa ya kuona mtoto wako anafanya vizuri, ya kuona mtoto anaenenda vizuri. Ni fursa ambayo inamjengea mtoto wako misingi imara, misingi thabiti, misingi ya kufahamu yeye ni nani, misingi ya kutambua jinsi ya kuishi vizuri na watu wengine, jinsi ya kuwapenda wengine, jinsi ya kuwathamini na kujithamini yeye mwenyewe. Na mwisho wa siku anakuja kujenga msingi imara katika maisha yake ya kesho. Anakuja kuwa raia mwema, anakuja kuwa mtoto ambaye ana uwezo wa kuishi na kila mtu. Mtoto ambaye ana uwezo wa kuchangamana na watu wengine kwa heshima, kwa nidhamu na kwa upendo. Bila shaka umejifunza kitu kipya siku ya leo. Usiache kushare, usiache kulike, usiache kucomment. Hebu tuambie wewe unampa misingi gani mtoto wako midogo midogo ambayo inasaidia malezi ya kila siku. Karibu tena, tukutane kwenye video nyingine inayofuata. Asante na Mungu akubariki sana.